Let us stand on our 2 feet before the Lord. Tukasimame katika uwepo wa Mungu. Tell him that he is able. Tumwambie kwamba yeye anaweza. Open your mouth and speak about his ability. Fungua kinywa chako unene kuhusu uwezo wake. Nothing is hard for him. Hakuna chenye kigumu kwake. He can do exceedingly what we can imagine. Anaweza kufanya zaidi ya kile ambacho tunafikiria. He can do exceedingly what we can think about. Anaweza kufanya zaidi ya kile ambacho unaweza kufikiria. Continue to tell him who he is. Endelea kumwambia yule ndiye. He is a able God. Yeye ni Mungu anayeweza. Talk to him, somebody. Ongea na yeye mtu. Wherever you are, talk to him. Popote ulipozungumza naye. He can bless you today. Anaweza kukubarikia leo. He can lift you today. Anaweza kukuinua siku ya leo. He can minister to your needs today. Anaweza kuhudumia mahitaji yako leo. In the mighty name of the Lord. Jina kuu la Bwana. As you tell him who he is, napomwambia yeye ndiye nani, just worship him. endelea kumwabudu. Speak about his greatness. Yeye kuhusu ukuu wake. Our Father, you are great. Mungu wetu wewe ni mkuu. You are mighty today. Wewe siku ya leo ni mkuu. The Lord of all flesh. Mungu wa miili yote. Nothing is too hard for you. Hakuna chenye kigumu na wewe. You can do what no man can do. Naweza kutenda kile hakuna mtu mwingine anaweza kutenda. You can heal all the diseases. Naweza kuponya magonjwa yote. You can deliver the bound. Naweza kufungua waliofungwa. God of deliverance. Mungu wa ukombozi. We worship you in this house. Tunakuabudu katika nyumba hii. We lift you in this place. Tunakuinua katika mahali hapa. No one is like you. Hakuna aliye kama wewe. Above every other thing. Zaidi ya kila kitu kingine. You are the mighty God. Wewe ndiye Mungu mkuu. You are the mighty Father. Wewe ndiye Baba mkuu. Continue to lift him. Endelea kumuinua. When you lift him properly, unapomuinua inavyostahili, every other thing comes down. Kitu kila kingine kinakuja chini. Father, we lift you in this altar. Baba, tunakuinua kwenye madhabahu haya. We exalt your holy name. Tunalitukuza jina lako takatifu. Mighty God and mighty Father. Mungu mkuu, Baba mkuu. You are holy. Wewe ni mtakatifu. You are holy. Wewe ni mtakatifu. You are holy. Wewe mtakatifu. You are mighty. Wewe ni mkuu. Today you are doing great things. Leo hii unatenda mambo makuu. Mighty things in this house. Mambo makuu katika nyumba hii. You are setting the captives free. Unawafungua waliosetwa. You are releasing a new level. Unaachilia kiwango kipya. A new level of anointing. Kiwango kipya cha upako. A new level of breakthrough. Kiwango kipya cha upenyo. We honor you, Jehovah God. Tunakuheshimu Jehova Mungu. And we exalt you. Na tunakuinua. We glorify you. Tunakutukuza. Everything was done on the cross. Kila kitu kilitendwa pale msalabani. We were delivered. Tulikombolewa. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. 2. Mstari wa pili. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Verse 3. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, why stay here until we die? Mstari wa 3, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? 4. Mstari wa 4, if we say we will go into the city, the famine is there, and if we will die, and we will die, and if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. Verse 5. At dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp,
not a man was there. Mstari wa 5, basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. 6. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they say to one another, look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian kings to attack us. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miondo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Steve, you can read verse 7. Mstari wa 7 nisome. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Continue to verse 8. Mstari wa 8, basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. 9. Mstari wa 9, ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Verse 10, the Bible says, so they went and they called out to the city gatekeepers and they told them, we went into the Aramean camp, and not a man was there, not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys, and the tents left just as they were. Verse 11, the last one to read. Steve. Mstari wa 11, na mabawabu wakaita wakaambia watu wa nyumba ya mfalme. Praise the name of the Lord. Amen. Now, we have a long story which we cannot explain the whole of it. Sasa tuna hadithi refu ambayo tuwezi kuielezea yote. But in chapter 6, verse 24 to 23 shows that there was a serious famine in Samaria. Lakini sura ya 6 mstari wa 23 hadi 24, Biblia inaonyesha kwamba kulikuwa na njaa kubwa katika nchi ya Samaria. It was so bad after the king of Aram, Ben-Hadad, mobilized his army and besieged Samaria. Ilikuwa kubwa sana, ilikuwa mbaya sana, mpaka mfalme wa Shami akakusanya wafalme wengine wakaja kuzingira mji wa Samaria. When the city was besieged, that was already a limitation. Wakati mji ulikuwa umezingirwa, basi hicho kizuizi. And today we came to break limitations. Na siku ya leo tumekuja kuvunja vizuizi. When the enemy surrounded the city of Samaria, wakati maadui walipozingira mji wa Samaria, it was under siege. It was under a limitation. Mji ulikuwa umezingirwa, ulikuwa chini ya kizuizi. In verse 25 of chapter 6, the famine was so great that, and donkey, they say that 6:25, there was a great famine in the city. The siege lasted so long that an donkey's head sold for 80 shekels of silver, and a quarter of a cab of seed pods for 5 shekels. Mstari 25, Biblia inasema njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakausuru, hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha.
kibaba cha mavi ya jiwa. Even whatever was at no value before became a valuable item. Hata kilichokuwa hakina dhamani hapo awali kikawa kifana kitu ambacho kina dhamani. The head of a donkey was also eaten by people. Hata kichwa cha punda kililiwa na watu. It was so bad that people were eating their children. Ilikuwa mbaya sana mpaka hata watu walikuwa nakula watoto. And the king vowed to kill the man of God, Prophet Elisha. Naye mfalme akaapa kuua mtumishi wa Mungu Elisha. Because he thought his insight, his revelation was causing God to punish the Arameans. Kwa sababu alifikiria ufunuo wake basi ulikuwa unasababisha kupigwa kwa Washami. Because everything the Arameans were doing, the traps they were putting across whatever the king was saying in the bedroom, the man of God got a revelation. Kwa sababu kile mfalme wa Washami alipokuwa anafanya ile mitego na ile njama zote alipozifanya katika chumba cha kulala, mtumishi wa Mungu angeambia mfalme wa Israeli. Anybody under siege today requires a man of God with revelation. Yeyote ambaye amezingirwa anahitaji ufunuo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. May this out and deliver you from your limitation. Basi na madhabahu haya yakakomboe kutokana na vizuizi vyako. So Elisha gave an answer to that. Kwa hivyo Elisha akatoa jibu kwa hili. That is where we begin in verse 1 of chapter 7. Na hapo ndipo tulianza sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza. Where we said tomorrow. Pale tulisema kesho. Hear the word of the Lord. Wewe ukasikie neno la Bwana. Everybody under my voice, hear the word of the Lord. Kila mtu aliye chini ya sauti yangu sikia neno la Bwana. Your siege, your limitation is about to be over. Kuzingirwa kwako, kile kizuizi chako kiko karibu kwisha. In this season, hear me. Katika majira haya unisikie. I have a revelation. Ninao ufunuo. Your siege is about to be broken. Kule kuzingirwa kwako kuko tayari kuvunjika. Elisha prophetically declared. Elisha kwa kiunabii akatangaza. About this time tomorrow. Ifikapo wakati kama huu kesho. The flour is going to be very cheap. Ule unga utauzwa kwa bei ndogo sana. Even barley is going to be very cheap. Hata shayiri itakuwa na bei ndogo sana. Because the limitation will have been lifted. Kwa sababu kile kizuizi kitakuwa kimeondolewa. I stand on this altar. Nasimama kwenye madhabahu haya. To command every limitation over every family. Kuamuru kila kizuizi juu ya kila jamii. May it begin to crumble down. Kianze kwenda chini. Because of the power of God. Kwa sababu ya nguvu za Mungu. Don't listen to other voices. Usisikilize masauti mengine. The voice of God is saying. Sauti ya Mungu inasema. A time has come and it is now. Wakati umefika na wakati ni sasa. Every kind of a limitation. Kila aina ya kizuizi. That has come over your life. Macho kimekuja juu ya maisha yako. It must break. Ni lazima kivunjike. We are not debating about this. Hatutegemei tuongee kuhusu. We are saying it with finality. Tunaiongea kumaanisha. Jesus has said yes. Yesu amesema ndio. And our God has said it is going to break. Vile vile Mungu wetu amesema itavunjika. That is where we are here today. Na hii ndio sababu tuko hapa leo. To declare every limitation. Kutangaza kila kizuizi. Whatever it is caused. Whatever has caused it. Chochote ambacho kimesababisha. Whatever it is. Chochote ambacho ndicho. You are receiving an anointing. Unapokea upako. To break it in the name of Jesus. Wa kukivunja kwa jina la Yesu. Somebody doubted what the man of God has said. Mtu akapata shaka na kile mtu wa Mungu alisema. He was a senior officer in verse 2. Yeye alikuwa msimamizi mkuu mstari wa pili. The PA of the king. Yule msaidizi wa mfalme. The Bible says the officer whose arm the king was leaning said to the man of God. Biblia inasema yule akida ambaye alimkono wa mfalme ulimwegemea. Even if the windows of heaven were open. Hata madirisha ya mbingu yakifunguliwa. How can it happen? Sasa hii itendeke namna gani? The man of God said.
Mtumishi wa Mungu akasema, you will see it with your own eyes. wewe utaiona kwa macho yako. And I want to announce to somebody here, Nataka kutangazia mtu hapa, you will see your deliverance wewe utaona ukombozi with wako your own eyes. kwa macho yako mwenyewe. The envious people of Sultan Wale watu wenye chuki and wa other Basuta people surrounding you, na watu wengine ambao they wanakuzunguka are going to witness your deliverance watashuhudia ukombozi wako with their own eyes. kwa macho yao wenyewe. And if they doubt, Na kama una shaka, they will see it wataiona and they are not going to enjoy it. na hawataifurahia. I release that anointing over your life. Naachilia upako juu ya maisha That is yako. going to break every limitation Hayo itavunja kila kizuizi in the mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. And the people thought it was a joke. Na watu wakafikiria ni mzaha, But in verse 3 the Bible says lakini mstari wa 3 Biblia inasema something happened. kitu kikatendeka. There were 4 men. Kulikuwa na watu 4. On Sunday I said Jumapili nilisema there were 4 men kulikuwa na watu 4 who were desperate. hao walikuwa na hali ya They kutamauka, carried the paralytic, wakamleta yule mpoo mwenye kupooza broke through the roof, na wakavunja dari, dropped him at the presence of Jesus. wakamleta katika uwepo wa There Yesu. were other 4 men. Kulikuwa na watu wengine 4 I am looking for these 4 men. na watafuta hao watu 4, Men who are going to say, watu ambao watasema we are weak, yes. ndio tuna udhaifu. They call us weaklings. Wanatuita wenye udhaifu, They say we are men of crying. wanasema sisi watu wa They kulia. say we spend our time in church praying. Sema tunatumia wakati wetu They kanisani say we have given everything to the church. nasema tumetoa kila kitu I kanisani. am looking for those 4 men Na watafuta hao watu who 4 are despised by the world hao wamedhiakiwa na because dunia, they don't go to drink in the bars. sababu hawezi kuchukua They pombe don't kule, behave like them. hawana tabia There kama wao. were 4 men Kulikuwa na watu 4 who were at the city gates. ambao walikaa malangoni pale kwa mji. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Kumbe you can be at the gate Kumbe unaweza kukaa langoni and you have no access. na wewe huna kuingia ndani. Some of you missed the teaching of Pastor Mano in the morning. Wengine wenu mkakosa mafundisho ya mchungaji Manoa. He said in breaking limitations, Akasema katika kuvunja vizuizi we are going to receive. tutapokea, We are going to receive tutapokea unlimited access. kule kuingia kusiozuilika. Somebody shout amen. Mtu pasa sauti sema amina. They were at the gate Walikaa kwenye but lango not able to enter. lakini hawangeweza kuingia. Remember the gate in the Jewish time Kumbuka ile lango katika nyakati za Uyahudi was a place of access, kulikuwa ni mahali pa a kuingia, place of judgment, mahali pa kuhukumiwa, where decisions were made hale maamuzi so yalitolewa that people like Ruth of the Bible can be blessed. ili watu kama Ruthu wa Biblia wabarikiwe. Yet they were there and they never knew. Na hata walikuwepo lakini Limited hawakujua. by their sickness, Wakizuiliwa na maradhi, limited by their leprosy, wakizuiliwa na ukoma wao, limited by the besieged Samaria. wakizuiliwa They na never knew Samaria. what to do. Hawakujua wafanye nini. Somebody said, Mtu akasema these 4 men, according to the Jews, hawa watu 4 kulingana na Wayahudi, and I can buy that. naweza kukubaliana na hii. It was Gehazi and his 3 children. Alikuwa Gehazi na watoto wake 3. You know they were struck with leprosy at once. Unajua walipigwa na ukoma mara moja. When Gehazi misbehaved, Wakati Gehazi alifanya vituko, when he became greedy and went for the gifts from Naaman. alipokuwa na greed na tamaa na akachukua zile zawadi. And I can add this. I can add this. Na naweza kuongezea hii, Even if Gehazi messed up, hata kama Gehazi alifanya makosa, there was another opportunity. kulikuweko na nafasi nyingine. I came to speak to somebody. Nimekoja kuzungumza na You mtu. messed yourself up. Wewe ulijifanyia I makosa. came to declare there is another opportunity Nimekuja kutangaza kuna nafasi for nyingine you to take a step of faith wako kuchukua hatua ya imani and rise up again. na uinuke, usimame tena. There is another rising up. Kuna kuinuka tena. The COVID season brought you down, Ile ule wakati wa corona ulikuleta chini, but I came to announce lakini nimekuja you kutangaza are coming up again, wewe unainuka tena, and the people shall witness na watu watashuhudia what the Lord is going to do. vile Bwana ataenda kufanya. Number 1,
ya kwanza, they took the right action. wakafanya kitendo ambacho kinafaa. That is the first step. Sasa hiyo ndiyo hatua ya kwanza. Look at verse 4. Angalia mstari wa 4. No, even verse 3 is okay. Hata mstari wa 3 ni sawa. They said to each other. Basi wakasemezana wao wenyewe. That was the beginning of the right step. Sasa huo ndicho kilikuwa chanzo cha kuchukua hatua inayofaa. They spoke wakazungumza to themselves. Wakasemezana wenyewe. You are here today. Leo hii uko hapa. I request you to have a conversation with yourself. Na kuuliza ukawe na mazungumzo na wewe mwenyewe. We are dying here. Tunakufia hapa. Why stay here until we die? Kwa nini tukae hapa mpaka tufe? I refuse to stagnate. Ninakataa kukwama. Do I have another person who is refusing to stagnate? Na mtu mwingine ambaye anakataa kukwama? Why stay here? Kwa nini tukae hapa? Why live like this? Kwa nini tuishi namna hii? Why live a prayerless life? Kwa nini kuishi maisha yasiyo na maombi? Why live in poverty forever? Kwa nini tuishi katika umaskini milele? Why can't there be a change? Kwa nini kusiwe na mabadiliko? They took the right action. Wakachukua na kutenda lile tendo ambalo ni out sawa. of desperation. Kutokana na hali ya kukata tamaa. They realized they were limited. Wakatambua walikuwa wamezuiliwa. And the Bible says, Biblia inanakili, and at that point of taking action, katika hilo jambo la they kuchukua tu, decided to go over to the Aramean camp. Wakaamua kwenda katika mahali palipokuwa na Washami. How can I die at the gate? Na niweza kufia kwenye lango namna I gani? better go to the camp of my enemies. Afadhali niende katika kambi ya Washami. And the Bible says, and they surrender there. Na Biblia inasema na tujiweke hapo. Because if I stay here, kwa sababu kama nitakaa hapa, I will die. Nitakufa. If we go to the camp of the Arameans, kienda kwenye kambi ya Washami, they will either receive us or kill us. In any way we are losing nothing because we are going to die. Wataweza kutupokea ama watuue, na kwa njia yote ile hakuna kitu tunapoteza. Have you ever reached that kind of a state? Wewe umewahi fikia katika hali kama hiyo? Where you feel even if I stay like this, nothing is happening. Pale ambapo unaishi ya kwamba hata nikikaa hivi hakuna kitu kinatendeka. I better dare do something. Ni afadhali nijaribu kufanya kitu. I better take a risk. Afadhali nifanye jambo la I better come out of my security zone. Afadhali nitoke maeneo yangu ya usalama. Somebody said security is mostly a superstition. Mtu mwingine akasema ya kwamba ulinzi ni kama superstition. It's just ni kama ushirikina. It's a mere thinking. Ni kufikiria tu kusiko na kitu. Some of the people who go with bodyguards, even if the bodyguards were not there, they will not be attacked. It is a superstition. Baadhi ya watu ambao wanaenda na walinzi, hata kama hao walinzi hawapo, hakuna ndeka, ni mafikira tu. Staying there was secure. Basi kukaa hapo kulikuwa na ulinzi. But it was better going to risk your life on the other side. Lakini afadhali kwenda kutia maisha yako katika hatari upande ule mwingine. This is my quote. Sasa huku ni kunukuu kwangu mwenyewe. Limit breakers are risk takers. Wale ambao wanavunja vizuizi wanaweka maisha yao katika hatari. My original quote, not quoting from anywhere. Sio kunukuu kutoka mahali pengine. Risk takers. Wale ambao wanachukua hatari. They break limits. Wanavunja vizuizi. And I have said it like this. Na nimeisema hivyo. Limit breakers. Wale ambao wanavunja vizuizi are risk takers. Wanaweka maisha yao katika hatari. I want to release you now. Nataka kukuachilia sasa into a season of taking a risk. Kwenye majira ya kuchukua hatari. And when you take a risk, na ukiweka maisha yako hatarini, there is something the Lord is going to do. Kuna kitu Bwana ataenda kutenda.
their decision maamuzi yao caused heaven to behave. yakasababisha mbingu zitikie. According to verse 6. Kulingana mstari wa 6. Heaven behaved. Mbingu ikaitikia. Because of their action. Kwa sababu ya hatua yao, matendo yao. What happened to the Arameans? Ulifanyika ni kwa Washami. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army. Basi Bwana akawasababisha Washami wasikie kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi kama jeshi kubwa sana. May the action you take today, na ile tendo ambalo utachukua leo, cause heaven to amplify your steps. Ikasababishe mbingu zivumishe zile hatua zako. Between now and next year, kati ya sasa na mwaka ujao, 7 people seated in this house, watu 7 ambao wameketi katika nyumba hii, as they take a step of faith, wanapochukua hatua za imani, the Lord is going to amplify their steps. Bwana Mungu atavumisha zile hatua zao. The Lord is going to cause their steps to have a sound. Bwana Mungu atasababisha zile hatua zao ziwe na sauti. These were weak men. Hawa walikuwa watu wadhaifu. Weak pastors. Wachungaji dhaifu. Who were set aside. Hawa walikuwa wametengwa. Isolated. Walikuwa wametengwa. Not valued. Hawakuwa na dhamani. Not known. Hawakuwa wanajulikana. Despised. Walikuwa wamedhihakiwa. Uncivilized. Walikuwa hawana maana. Smelling because of that. Wakinuka kwa sababu ya angry people who had eaten nothing. Watu ambao wana njaa kwa sababu hawakula chochote. Possibly their limbs were cut. Labda kila miunganiko yao ilikatwa. And they understand a leper was wearing a mask from the nose downwards. So they were masked. Na hivyo basi hawakoma walikuwa wanavalia barakoa ama kitambaa ambacho kimefunika kutoka upande wa macho kwenda chini. They were not handsome. Hawakuwa wanavutia. They were not beautiful. Hawakuwa wanapendeza. They had no value. Hawakuwa na dhamani. But their action. Lakini matendo yao. Somebody shout amen. Mtu paza sauti sema amina. Somebody came today, you are rejected, but I release you to take an action. Mtu amekuja leo umepuuziliwa, lakini nakuuliza leo chukua hatua. I break every spirit of rejection. Navunja kila roho kukataliwa. I release favor where there is rejection. Na achilia kibali pale ambapo kuna kukataliwa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. If money has run away from you, it is going to come because of your action. In Jesus' mighty name. Huyo mtu amekutoroka kwa sababu na atakurudia kwa jina la Yesu. Heaven mbingu caused ikasababisha the Arameans Washami to hear. Wasikie. To hear. Wasikie. May your enemies basi na maadui zako receive another information. Wapokee another information. Wapokee. May your opposers wale wanaokupinga receive another information. Wapokee ujumbe May mwingine. those who despise you wale ambao wanakukataa receive another information. Wapokee ujumbe mwingine. And begin to run away. Na waanze kutoroka. To give you space. Wakupatie nafasi. The 4 lepers, I tell you the truth. Wakoma hao 4 na waambie. They were given their space. Walipatiwa nafasi yao. I speak a larger space. Naongea kuhusu nafasi kubwa. For somebody seated in this house. I speak a larger space. Naongea nafasi kubwa. May you receive back your space. Wewe ukapokea tena nafasi. They squeezed you, they pushed you to nowhere. They forced you to move from your occupancy. Today I speak a restoration of your speech in the name of Jesus. They thought that you are not valuable. They have not been consulting you. I am releasing your space. Your promotion is coming back. Your new level is coming back. Where you were not valued, I release a value. May the Lord give that panel to hear a voice, to hear a sound, to hear an amplified sound. May they give what you deserve
In the mighty name of hiyo the Lord. baraza ikasikia sauti, wakupatie kile ambacho unakistahili According to the standards of men, kulingana na viwango vya watu. these people deserved nothing. Wao watu hawakuhitaji chochote. They could not even get married. They had no families. They were not valued by anybody. Hawakuwa na chochote, hawakupata familia, hawakupatiwa dhamana mtu. For the Lord had caused. Kwa sababu na Mungu aliyosababisha. I am talking about the Lord. Ninaongea kuhusu Bwana. Your uncle may not cause anything to happen. Mjomba wako, but the Lord is causing something to happen. Lakini Bwana Mungu anasababisha kitu kutendeka. I release grace. Ninaachilia neema ya kuvumisha ile sauti yako. Popote utakapokuwa, chochote ambacho utakuwa unafanya, sauti yako ikawe kubwa. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. May something new happen today. Kitu kipya kitendeke leo. And your enemies hear another sound. Na maadui zako wakasikia sauti nyingine. May your family members hear another sound. Washirika wa jamii yako wakasikia sauti nyingine. May your boss hear another sound. Bwana wako wakasikia sauti nyingine. May those who have put you down hear another sound. Wamekuweka chini wakasikia sauti nyingine. Pastor, I feel there are people here. Mchungaji, nahisi kuna watu hapa who have been put down every time. Hao wanawekwa chini kila wakati wanaopa. They are trying to rise up. Wanajaribu kuinuka. But things are putting them down. Lakini vitu vinawasukuma chini. No wonder we came to break limits. Na ndio sababu tumekuja kuvunja vizuizi. The Lord caused. Bwana Mungu akasababisha. It was even more serious. Hata ilikuwa ya kumaanisha zaidi. In their discussion, katika mijadala yao, they said, wakasema, the king of Israel, yule mfalme wa Israeli, has hired the Hittite. Amewachukua Wahiti. That is what I desire now. Sasa hicho ndicho nataka sasa. May people hear something different. Na watu wakasikia kitu tofauti. He has hired the Hittites. Amewaajiri Wahiti. And the Egyptian kings to attack us. Na wafalme wa Misri ili watupige. No wonder they gathered in one meeting. Na ndio sababu wakusanyika they came in one way. Wamekuja kwa njia moja. But when the sound is amplified, lakini wakati sauti imevumishwa, the Bible says they are going to disappear in 7 good ways. Kwa njia 7 nzuri. May this be you in Jesus' name. Huyo akawa ni wewe kwa jina la Yesu. Can I hear celebration to that? Nisikie kushangilia kwa sababu ya hiyo. May your action provoke a blessing. Matendo yako yakachokoze baraka. May your enemies na maadui zako hear something different. Wakasikia kitu chenye utofauti. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Take an appropriate action. Basi ukachukue hatua ambayo inafaa. Even the people dropping sacrifices, may this action cause an amplification. Hata watu ambao mnaangusha sadaka pale, hata tendo hili kavumisha. To cause a new level of understanding. Ikasababisha kiwango kipya cha kuelewa. Of your enemies. Ya maadui zako. I'm sure one of these days I will go somewhere. Nina uhakika siku moja kati ya hizi nitaenda mahali. And my presence will be amplified. Na uwepo wangu utavumishwa. You know at home they call me Peter. Najua kule nyumbani wananiita hilo jina. That thing is going to be amplified. Sasa hilo jina litavumishwa. They will never call you that. Hawatawahi kukuita hivyo. It is going to be amplified. Itanenepeshwa, and something new is going to happen. Na kitu kipya kitaenda kutendeka. May they see you in a different perspective. Wakakuone kwa njia tofauti kabisa. Those who interviewed you and rejected you, you are the one who is going to interview them. I don't know whether I'm speaking to somebody. You are the one who is going to interview them. Wale ambao walikuuliza maswali na wakakupuuza, ni wewe utaenda kuwauliza maswali ya kazi. Guess the person who celebrated the plunder. Fanya kisia yule mtu ambaye alifurahia the plunder, the whatever they got. Kile ambacho wamepata. They are the lepers. Hao sasa ni wakoma. We read they took silver. Tunasoma ya kwamba walichukua fedha. From a leper to a rich man. Kutoka kwa kuwa mkoma. They took gold.
wakachukua dhahabu. You know when a limitation is broken, Unajua wakati kizuizi kimevunjika, you can become anything. unaweza kufanyika kitu chochote. Underline the word anything. You can become anything. Unaweza kufanyika chochote. And it was tomorrow. Na ilikuwa kesho. It was yesterday. The prophecy was yesterday. Unabii ulikuwa wa jana. This was happening the following day. Haya yalikuwa yanatendeka siku iliyofuatia. Because they went at night. Kwa sababu walienda usiku. They took their plunder. They took gold and silver. Wakachukua fedha na dhahabu. They entered the most important rooms. Wakaingia katika vyumba vya muhimu sana. Because outright there were only 5 horses who were tethered there. The men had run away and they left everything. Kwa sababu kwa hakika walikuwa na farasi 5 waliokuwa wamefungwa pale nje, na wale watu walikuwa wametoroka, wameacha kila kitu. A season of feasting. Majira ya kusherehekea. A season of feasting. Majira ya kusherehekea. That's what I'm releasing this afternoon. Ndiyo naachilia alasiri ya leo. Upon your life. Juu ya maisha yako. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. They took it upon themselves. Wakajichukulia wenyewe. They were satisfied. Na wakatosheka. And they ran errand elsewhere to announce the breakthrough. Wakapeleka ujumbe ili wakatangaze ule upenyo. So number 2. Kwa hivyo basi ya pili. Don't keep the blessing to yourself. Usiweke zile baraka kwako mwenyewe. Become a blessing to others. Fanyika baraka kwa wengine. Somebody say amen. Mtu akaseme amina. That is why today we want to be a blessing to the young people. Hii ndio sababu leo tunataka kufanyika baraka kwa wanarika. Don't enjoy salvation alone. Usifurahie wokovu peke yako. Don't enjoy what the Lord has given you alone. Usifurahie kile Bwana amekupa peke yako. Become a blessing to others. Fanyika baraka kwa wengine. You can search the verse naweza kutafuta mstari which talks about they ask themselves, how can we do this alone? We are doing something wrong. Let us go and broadcast the matter to the gatekeepers so that they can take Herod to the king of Egypt. Wakasema hatuwezi fanya jambo hili kwetu peke yetu, lazima twende tukapeleka ujumbe kwa mfalme wa Israeli. So they went to the gate. Basi wakaenda langoni. According to verse 11 or 10. Kulingana mstari wa 10 ama 11. And they announced that to the gatekeepers. Na wakatangazia wale mabawabu. And the message went everywhere. Na ujumbe ukaenea kila mahali. They reported to the palace. Wakapeleka ujumbe kule katika hekulu. And other people came to enjoy. Na watu wengine wakaja kufurahia. What I'm sure of. Ile na uhakika nacho ni kwamba when these limitations break, wakati vizuizi hivi vinavunjika, the blessing is going to be for us. Zile baraka zitakuwa zetu And our families. Na za jamii zetu. And our neighbors. Na za majirani wetu. And our friends. Na marafiki zetu. And to the nation. Hata kwa mataifa. And to the nations. Na hata kwa mataifa. That is why the Bible says you will lend to many nations. Hii ndio sababu Biblia inasema kwamba utawakopesha mataifa wengi. And you will borrow from none. Na wewe hautawahi kopa kutoka kwa mmoja. Become a blessing to others. Wewe fanyika baraka kwa wengine. The last point, number 3. Pointi ya 3 na ndio ya mwisho. Apply the strength of faith. Fanyisha kazi uwezo wa imani. By faith, the weakest people were used by God to fulfill the prophecy of the servant of God. Lakini wadhaifu basi wakatumiwa na Mungu wakatimiza yale majukumu ya mtumishi wa Mungu. Some of you belong to this church. Wengine wenu ni wa kanisa hili. The Lord is going to use you. Bwana Mungu atawatumia to fulfill the prophecies we have declared in this house. Kutimiza yale maunabii ambao tumeyatangaza. You shall be living testimonies. Nyinyi mtakuwa mashuhuda yanayoishi. Wherever you are. Popote ulipo. I can see our sister from Italy is watching here. You can become a blessing wherever you are. Naona dada yetu kutoka Italiano anatuangalia. Unaweza kufanyika baraka popote ulipo. Use your faith. Tumia imani yako. To fulfill the prophetic word. Kutimiza ile neno la kiunabii. They became vessels of honor. Walifanyika vyombo vya heshima. I want to put across this quote.
nataka kuwapatia haya maneno. Radical faith Imani sugu reaps radical results. inavuna matokeo ambayo pia ni sugu. These men Sasa watu hawa received an anointing for radical faith. wakapokea upako wa imani sugu, And by the power of that faith, na kwa nguvu za imani hiyo there were radical results. ukapatikana matokeo ya sugu. And can I say this to somebody? Naweza kusema hii kwa mtu. I don't know who came here today and you are struggling. Sijui nani amekuja hapa leo na unang'ang'ana. This statement is for you. Sasa usemi huu ni wako. When you apply faith, Unapofanyisha kazi imani, the struggles you endure today, ile ming'ang'ano ambayo umevumilia leo, get it right, it is prophetic. uipokee sasa, ni ya kinabii. The struggles you endure today Ile ming'ang'ano ambayo unavumilia leo will be the good old days. itakuwa mema ya siku za kale. I repeat, it will be the good old days. Itakuwa ndiyo mema ya siku zijazo, Old days. siku za kale, That you will laugh about tomorrow. ya kwamba utaweza kucheka Kuhusu kesho. siku za kesho. So the struggles you endure today, Kwa hivyo ile ming'ang'ano ambayo unavumilia leo, tomorrow they are going to be the good old days kesho itakuwa ndiyo siku njema zilizopita, that you are going to love ambazo utazipenda, about. utacheka kuhusu. Sometimes I look at where we have come from, Wakati mwingine natazama, naangalia pale ambapo tumetoka, and we can just laugh off some of the things we went through. na tunaweza tu kuchekelea baadhi ya vitu ambavyo tulipitia. I remember after college, I was somewhere in a siege. I think I have given this testimony. Nakumbuka baada ya kumaliza chuo nilikuwa nimezingirwa na nilitoa ushuhuda huu. And I came to the city from Kikuyu. I came to the city. Basi kutoka Kikuyu nikaingia mjini. A certain Luo man, young man, took me and we were living together. So I got fare to come to the city from Kikuyu. Nilikuwa nakaa na kijana Mjaluo, basi nikapata nauli toka Kikuyu kuja mjini. The man was working. Huyu jamaa alikuwa anafanya kazi. I was not working. Mimi sikuwa nafanya kazi. So I would stay over town. We were looking for some jobs. Even if it is, I remember one day we were counting vehicles, you know, as they pass. I think it was something being done by the people of road. You tally them and you are paid 50 shillings. You thank God and you go home. Kwa hivyo tukawa tunatembea sana tukitafuta kazi, na wakati mwingine tukawa tunahesabu magari kwa watu wa uchukuzi, na tukifanya hivyo basi wanatulipa. And when I missed that kibarua, Na nilipokosa hicho kibarua, I went and stood at the stage. nikaenda kusimama kwenye stage, And I wanted to go back. na nilikuwa nataka kurudi. There was no phone those days. Siku zile hatukuwa na simu, So it was a must that I go back. kwa hivyo ilikuwa ni lazima nirudi. And when there were Kenya bus, then when one stopped, Basi Kenya basi ilikuwepo, na wakati moja iliposimama, year 1992, I raised my foot to step at the door. mwaka wa 92, basi nikainua mguu nikanyange gasi ya And a kuingia, man was coming out. na mtu alikuwa anatoka. He asked me, I was a tall, slender. Where are you going, young man? Nilikuwa mwembamba lakini mrefu. Mtu huyo akaniuliza, kijana, unaenda wapi? I told him I'm going to Kikuyu. Nikamwambia ninaenda Kikuyu. He told me, I have decided to come out, take this ticket of 8 shillings and use it to travel in this bus. Basi akaniambia nimeamua kutoka katika gari hili nikupatie tiketi ya shilingi 8 kupatie uweze kurudi. It was 8 shillings from Nairobi to Kikuyu. Zilikuwa shilingi 8 kutoka Nairobi kwenda Kikuyu. When I was in Kawangware, I was thanking God. Nilipofika pale Kawangware nilikuwa natoa shukrani kwa Mungu. All the way to Waithaka, all the way going up. Hiyo njia hiyo yote Waithaka kupanda kwenda. It was 5:30. I was very young. Nilikuwa saa 11:30, nilikuwa na njaa But I kubwa. knew there was omena,
prepared by the man who was keeping me. Lakini najua kulikuwa na omena kwa ile nyumba ambayo tulikuwa nakaa na huyu jamaa alikuwa mnaniweka. When I remember those days, ninapokumbuka siku zile, when I cannot afford 8 shillings, nilipokuwa sikuweza kupata shilingi 8, I can laugh it off. naweza kuichekelea. May you reach a level Wewe ukafika kiwango where your struggles are going to turn pale ming'ang'ano yako itageuka to the good old days, kuwa zile siku which nzuri are za going kale. to be a laughing stock. Sasa itakuwa ni kitu cha kuchekelea. Today do something, Leo hii tenda kitu, and every day do something. na kila siku fanya jambo. Listen to this, do something Fanya kitu, sikia that haya, is going to scare your life. bayo hata itatisha maisha yako. This man did something by faith which was even scaring their lives. Huyu akafanya kitendo katika maisha yake ambacho hata kilitisha maisha yake. Before the end of this month, Kabla ya mwisho wa mwezi huu, some people here watu wengine hapa are going to do something watatenda kitu that is going to scare their lives. ambacho kitatisha maisha yao. I release that anointing upon your life. Naachilia upako aina hiyo maishani mwako. It is a radical faith. Ni imani ya sugu. Pick up a task Uchukue jambo fulani la that kufanya, is going to scare your life. jukumu moja ambayo itatishia maisha yako. Pastor Mano, you may get a BQ for this church and it is going to scare your life. Mchungaji Mano, unaweza kupata ile gharama ya kanisa hili na litishie maisha yako. Pick it up and pursue it. Uichukulie na uendelee kuifanya. It is going to produce radical results. Itaenda kutoa matokeo ya sugu. May you do things that you've never done. Ufanye mambo ambayo hujawahi fanya. Every day deal with a Goliath, he is going to die. Kila siku ukashughulikie Goliath na atakufa. Apply faith. Wewe ukafanyishe kazi imani. In this church we produce radicals. Katika kanisa hili tunakuza watu wenye usugu. I hear Muslims radicalize people, but here we are talking about radical faith. Nasikia Waislamu wanafanya wengine kuwa sugu, lakini hapa tunafanya wengine kuwa na imani yenye sugu. People are going to wake up and do things which are scaring them. Watu ambao watainuka wafanye matendo ambayo anawatishia wenyewe. You say, I don't have money to do this, you start it. Useme sina pesa kufanya hivi, uianze. I have no calling for opening a church, you open it. Sina wito wa kufungua kanisa, nitaifungua. I have no money to do that PhD, you do it. Sina pesa kufanya hiyo PhD, uifanye. Do things. I have no money to open that business, open it. Fanya mambo, nitafungua hiyo biashara, nitafungua na sina pesa. I have no money to build a house, build it. Sina pesa kujengea mjengo, uijenge. Receive that anointing Pokea upako in the mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. And I feel like telling you, Na nahisi kukuambia, your children will be great in the land. watoto wako watakuwa wakuu. You don't know what I'm hearing, but those who have children, your children will be great in the land. Sikia nasikia nini, lakini wale ambao mko na watoto wenu watakuwa wakuu katika nchi. We break every family limitation today. Tunavunja kila kizuizi jamii In the mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Yesu. Nobody is going to live under siege. Hakuna atakayeishi katika May every kuzingirwa. demon flee away. Kila pepo May likatoroke. every struggle flee away. Kila kung'ang'ana kukatoroke. And I felt like telling you, Na ninahisi kuambia, you shall not be admitted in hospital. wewe hautawekwa kwenye I hospitali. think this one I need to preach it. Na isikia kuihubiri. The Bible says, Biblia inasema, Abraham Ibrahimu rested in peace with his ancestors. akapumzika katika amani na babu zake. I declare today, when your time comes, Na kutangazia siku you yako are going ikifika, to rest in peace with your ancestors. utapumzika kwa amani In pamoja na the babu mighty zako. name of the Lord. Kwa jina kuu la You Bwana. were not born again Wewe to haukazaliwa tena incur bills of millions. uweze kulimbikiza I mabili. break every spirit Navunja kila of roho incurring millions of bills. kulimbikiza mamilioni ya I break madeni. every spirit Navunja kila roho of premature death. wa kifo cha mapema. In the mighty name of the Kwa Lord, jina kuu la Bwana. I declare today, Natangaza you leo, are going to live a full life span. wewe In the utaishi name of the maisha Father, kama kalima. Father of the Son, Jina la Baba na of the Mwana, Holy Ghost. jina la Roho Mtakatifu. Receive that anointing. Pokea upako ule. In the mighty name of the Lord. Jina kuu la Bwana. They shall not kill you before your time. Hawatakuwa kabla siku yako. Nothing shall take your life. Hakuna kitu kita
umechukua maisha Call yako. it COVID-19. Uita corona. Call it whichever name. Ukaita kwa jina lolote. I declare, Natangaza. you shall not incur bills. Wewe utalimbikiza madeni. You have been paying your tithe. Umekuwa ukilipa You have fungu been lako. giving your resources. Umekuwa ukitoa You have rasilimali been zako. serving the Lord. Umekuwa ukimtumikia. You shall not incur them. Wewe In utalimbikiza the madeni. mighty name of the Kwa Lord. jina kuu la Bwana. And I declare everybody under my voice, Kila mtu aliye chini ya you sauti are yangu. safe in this altar. Wewe uko salama katika I said you are safe Nimesema uko in salama this altar. kwenye madhabahu haya. This is a secure place. Hapa ni pale This penye. is a secure place. Hapa ni pale penye May salama. your remnants run away. Wakatoroke In the name of Father, kwa jina la Baba, that of the Son, jina la Mwana, that of the Holy Ghost. Roho Mtakatifu, In Jesus' mighty name. kwa jina kuu la They celebrate Jesus. Mtu akamshangilia. Celebrate it. Shangilieni yeye. Hallelujah. Haleluya. There is security in the house. Kuna usalama katika You nyumba. have been servicing this altar. Umekuwa I ukisaidia declare madhabahu you are going to be secure na kutangazia kwamba utakuwa in the salama presence of the Lord. kwenye uwepo wa Bwana. Somebody begin to thank God. Mtu anza kumshukuru Mungu. Begin to tell him thank you. Anza kumwomba Yesu. Worship him wherever you are. Waabudu popote ulipo. Thank him in the best way possible. Mshukuru kwa ile njia bora Somebody zaidi. talk to him. Mtu akaongea na Tell yeye. him thank you. Mwambie asante. Break every limitation Vunja today. kila kizuizi leo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Deliver your family. Komboa jamii yako. Deliver your business. Komboa biashara yako. Deliver your salvation. Komboa wokovu wako. Deliver your people. Komboa watu wako. Deliver your neighbors. Komboa majirani zako. Deliver your place of work. Komboa mahali pako fanya Deliver kazi. those who are fighting you. Komboa wale ambao wanakupiga vita. Disperse your enemies. Tawanya maadui In the zako. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. That is why we are here Hii ndio today. sababu tuko hapa To leo. declare we are secure. Tangaza kwamba tuko We are secure tuko salama in the presence of the Lord. kwenye uwepo wa Bwana. Somebody make a prayer. Mtu akaombe. Make your way. Tengeneza njia Make yako. your way Tengeneza njia in the yako desert. katika jangwa. Make your way. Tengeneza njia yako. Make your way Tengeneza njia where yako. there is no way. Pale ambapo hapana njia. Declare a way Tangaza in njia. the name of Kwa Jesus. jina la You are a prophet wewe ni nabii of your own life. wako mwenyewe. Continue to declare. Endelea kutangaza. Continue to announce. Endelea kutangaza. Continue to announce. Endelea kutangaza. Continue to declare. Endelea kutangaza. Continue to announce. Endelea kutangaza. Continue to announce Endelea that you kutangaza. are more than a Na conqueror. kwamba uko zaidi ya That a mshindi. way is opening. Na kwamba mlango A door umefunguka. is opening. Mlango uko wazi. A door is opening. Mlango uko wazi. Where there is no door, Pale ambapo kuna a mlango. door is opening. Mlango unafunguka. Rabatakayaba. Asante Yesu. Riba shekeleba. Rabakatayaba. Hilabasakaba. Rabokatekalaba. Ribakashakalaba. Rabakashekeleba. Hidabarakataba. Hirakashekeleba. Rabakashakalaba. Something is breaking. Kitu kinavunjika. Something is breaking. Kitu kinavunjika. Something is Kuna breaking. kitu A kinavunjika. door is opening. Mlango A unafunguka. way is opening. Njia A inafunguka. way is opening. Njia inafunguka. A way is Njia opening. inafunguka. A way is opening. Njia inafunguka. A way is Njia opening. inafunguka. A way is opening. Njia inafunguka. May your way open. Njia yako ifunguke. Your way to your breakthrough. Njia yako ya Your upendo. way to your healing. Njia yako ya Your upendo. way to your Njia deliverance. yako ya Your ukombozi. way to your salvation. Njia yako ya upendo. Your way to your Njia miracles. yako ya muujiza. Your way to your salvation. Njia yako kwenda May your ukombozi. way open. Njia yako ifunguke. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We lift you, Jehovah. Tunakuinua Jehova. We honor you today. Tunakuheshimu leo. Glory. Tunakupatia. You have done it, our Father. Umetendea Bwana. You have done a new thing. Umefanya jambo jipya. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Haleluya. We glorify your name. Tunalitukuza jina lako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, God. Asante Mungu. Some people are here. Watu wengine hapa They are under a serious siege. wako chini ya kuzingirwa kwa kumaanisha. Leave alone this normal siege. Wacha hii ya kuzingirwa kwa kawaida. There are people who are crying Kuna watu ambao wanalia because of the siege they are in. kwa sababu ya kule kuzingirwa walioko nako. The Lord is saying, Bwana Mungu anasema, I will deliver you. mimi nitakukomboa. This is the right season.
Haya ndiyo majira ya sawa for your deliverance. na ukombozi wako. Begin to come out. Anza kutoka. Begin to come out. Anza kutoka. Prophesy to yourself. Wewe ukajitolea na as you come out. unapotoka. Speak a word. Ongea neno. Declare a word. Tangaza neno. Announce a word. Tangaza neno. Pronounce a word. Tamka neno. Which is going to take you out. Para itakutoa out of your siege. Kutoka kwa in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Take a step of faith. Chukua hatua ya imani. And announce you are coming out. Tangaza kutoka kwa. Announce to your enemies that you are coming out. That you are coming out. That you shall not stay there. You shall not live there. These are new levels. The fall entered into a new level. May the Lord take you to your new level. To your new level. I command every spirit. Every spirit of I command it tonight. I command it tonight. I command it tonight. And I usher you into your breakthrough. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jehovah God. Thank you, Jesus. We honor you, Jehovah. Thank you for the power to break through. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rabakata bababa. Riba shekelebe gandaba. Rabakata labazekeleba. Ibakatala bagandabo, Rabba shekelebe gandaba, Ilakatala bagandabo, Rabba shekelebe gandaba. Something is breaking. Something is breaking. Something is breaking. Something is breaking. Demons are running away. Demons are fleeing away. Demons are fleeing away. Demons are fleeing away. Shalabakatala bagandaba, Ilaba shekelebe gandabo, Rabakarigana magandaba, Itakalabala bagandaba, Raboka shakala bagandaba. Thank you, Jesus. We lift you in the house. Thank you, God. Somebody's in the house. And whoever has been limiting you is a relative. Ni jirani. Hapana. Ni jamaa. Is a relative. Ni jamaa yako. Iseme kwa Kikamba, mtu wako hapa kwa nyumba. Mundu eba nyumbani. Na yule amekuwa akikuzuia. Nola withi akikusia. Nimeisikia vizuri. Yule amekuwa akikuzuia. Newe ne saula withi akiusia. Yule amekuwa akikulimit. Ula withi akiusia. Ni mtu wa damu yako. Ni mundu mutani kana wa mtu wa nyumbani kwako. Ni mundu wa nyumba kwako. Si anatumia nini? Disi atumia aki. Kama ni uchawi ni sawa. Kama ni vitu vingine ni sawa. Kama ni mipango yake mibaya ni sawa. Sasa huu ndio wakati wa kukombolewa kutokana na minyororo ya watu wa kwako wanao kupinga na kukuzuia. Kuanzia sasa hivi kuna kitu kitafanyika. Hatua yako ya imani itasikika kama sauti. Itasikika kama sauti. Hatua yako ya imani itasikika kama sauti. Na wale waliokupinga watatawanyika wote. Watatawanyika wote. Wamepinga ndoa yako. Wamepinga ndugu zako. Wamepinga watoto wenu. Wamepinga biashara zako. Wamepinga fedha zako. Tunatawanya. Tunawatawanya. Wanatawanyika. 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 Sasa hivi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hallelujah.
Haleluya. Haleluya. Wanatawanyika. 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 Wamekupinga siku nyingi, lakini wanatawanyika. 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 Vile Waaremians wanatawanyika, hata wao wanatawanyika. Hata wao wanatawanyika. Ndio maana tumekuja. Wanatawanyika. Wao wanatawanyika. Hawatakaa pamoja tena. Madhabahu haya yanawatawanya. Hawatakaa pamoja tena. Hautapingwa tena, maana wewe ni mtoto wa ahadi. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Amen. Thank you God. Asante Mungu. Tafuta space. Basi naamanda nafasi. Get a space. Pata nafasi. I want us to make 7 steps. Ningependa chukue hatua 7. Just whichever direction. Kwa upande wote ule. Make 7 steps. Ufanye hatua 7. When I say 1, make 1. Nikisema kwanza uanze. That is the faith. The faith. Hiyo ndio imani. The faith which is radical. Imani ambayo ndio sugu. That is how the paralytics did. Ambayo inasababisha sorry, that's how the lepers did. Hii ndio wakoma walifanya. They made steps. Walifanya hatua. Are you ready to make a step? Wewe umejiandaa kutengeneza hatua? Step number 1, make a step 1. Hatua ya kwanza. May the Lord amplify Bwana Mungu akavumisha the sound of your step. Ile sauti ya This is by faith. Hii ni kwa imani. This is by faith. Hii ni imani yangu. Step number 2. Hatua ya pili. May the Lord amplify that. Bwana Mungu in the name of Jesus. 5 more steps. Step number 3. Hatua ya tatu. May the Lord amplify Bwana Mungu avumisha your steps of faith. hatua zako za Step imani. number 4. May the Lord amplify Bwana Mungu the avumisha step of faith hatua ya that you imani. are taking tonight. Unachukua leo. 3 more steps. Hatua zingine Step tatu. number 5. Hatua ya tano. May the Lord amplify Bwana Mungu the avumisha step you have taken. hatua ambayo tumechukua. Step number 6. Hatua ya 6. May the Lord amplify Bwana Mungu that avumisha particular step when we shall be making the final one. ile mwisho. Every kind of an enemy, Kila aina ya adui. every kind of a fighter, Kila aina ya every mpiganaji. kind of opposition, Kila aina ya upinzani. every kind of sorcery Kila aina ya uchawi is going to disappear. utapotea. Your way is going to be made. Njia yako Now itatengenezwa prepare na to kutengenezwa. take the final step, Uchukue hatua ya which mwisho. is going to be accompanied Haya yatakuwa by celebration. kwa Are kushangilia. you ready? Wewe umejiandaa? Are you ready? Wewe uko tayari? Take more faith. Chukua imani Take nyingine. more faith. Chukua imani zaidi. Are you ready? Wewe uko tayari? This is the undoing of your enemies. Sasa hii ni This is kufukuza going to watu. destroy them. Hii itawaharibu. It is going to destroy Hii the itawaharibu. enemies of your destiny. Na adui za hatima yako. Now get ready. Sasa jiandae. Step number 7. Saba. Hallelujah. Shangilia. 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 Celebrate. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Shangilia. They are God. They are God. They are God. Wamepotea. They are God. Wamepotea. They are God. Wamepotea. They are God. Wamepotea. They are God. Wameenda. They are God. Wameenda. They are God. Wameenda. They are God. Wameenda. They are God. They are God. Wanabaka. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Shangilia. Celebrate. Sherehekea. Jesus. 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 1, 2,
Jesus. They are gone. You don't require another hand. I can't lay hands on 400 people. You are delivered. You are set free. You, the magnitude of your celebration is going to show how delivered you are. You can jump. You can make noise. You can speak in tongues. 1, 2, 3, celebrate, celebrate. We pray this in the name of the Father, that of the Son, that of the Holy Ghost.